Kwa majina anaitwa Nation Amos Kidudu, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Kigoma. Kigoma ni salama. Kigoma iko shwari kwenye swala miundombinu. Ilikuwa inatumika neno kazalo kwa sababu kipindi hicho kimsikia tumbo lisasi anaripoti kutoka Kigoma ukiwa Dar es Salaam, unajiuliza ndugu yangu atarudi lini? Kwa sababu unajua hata afike huku lazima atumie chombo kimoja cha usafiri ambacho ni treni. Na ile treni inatembea zaidi ya siku 4-5 kufika Dar es Salaam. Lakini kwa sasa hakuna eneo ambalo lilikuwa gumu kwa Kigoma kama kusini. Lakini kwa sasa kusini ya Kigoma barabara zinaingia, pantoni zile zinavukisha watu kwenda na kurudi, lakini barabara zenyewe zinahudumiwa na TANROADS vizuri. Lakini mfumo wa umeme, hata maeneo ambayo umeme huu wa gridi ya taifa hujafika, kule wamepeleka umeme wa sola ambao unahudumiwa na serikali. Kwa hiyo hata mtu kumpata hewani sasa hivi ni rahisi, maana minara ya simu kila eneo Kigoma ipo. Lakini uzuri na bahati, hata nyumba za kisasa zimeboreshwa, zilizojengwa na serikali kwa maana nyumba za watumishi, lakini hata nyumba za wananchi kwa maana nyumba bora za tofali ya kuchoma na bati ziko vizuri. Na nami nashukuru ni Kigoma inaweza kuwa ni miongoni mwa mikoa imara kwa sasa zenye nyumba bora kwa takwimu ya NBS. Uzuri na bahati, ninaye katibu wangu hapa, atakuja kuambieni mimi kwenye jumuiya yangu. Maana nikisema ndio ninayeongoza, mnaweza msiamini, mtaamini kwa takwimu. Lakini jumuiya ya wazazi kwa mkoa wa Kigoma ndio inaongoza kwa na takwimu ya wanachama wengi kuliko jumuiya yoyote pale. Lakini pili, waliopoteza jimbo ni wapinzani pale manispaa. Kwa wao ndio wanafanya hustling ya kulitafuta jimbo lirudi mikononi mwao. Sisi tunafanya jitihada kuhakikisha jimbo hili halirudi mikononi mwao. Na changamoto za upinzani ni kweli zipo, lakini kwa sasa sio za kiwango kile ambacho watu walikuwa nasikia. Wapinzani walikuwa na hoji vitu ambavyo havijatekelezwa. Mfano, nilikuwa nazungumza miundombinu ndani ya mji wa manispaa ya Kigoma. Miundombinu imeboreshwa kiwango kwamba ni mji ambao umepewa manispaa. Kwa sasa Kigoma sina hakika kama ule upinzani uko unazungumza umebakia ubishi. Sio upinzani. Sasa umebakia ubishi watu wachache kwamba haya yamewezekana. Na kipindi hiki cha rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kila mtu anakili utendaji wa mama kwamba ameng'alisha manispaa ya Kigoma. Kwa upinzani ndio maana serikali za mitaa wameanguka wengi wapinzani. Tumetetea viti vingi bila hiana, na sisi tunaamini jimbo pia tutatetea, wala hilo ni kutoe wasiwasi. Kwa jina naitwa Ali Juma Shaibu, ni mjumbe wa mkutano mkuu huu maalum wa CCM Taifa kutokea Zanzibar, Pemba. Jana kwa kweli mkutano wetu ulikwenda vizuri sana kwa sababu tulikuwa na ajenda mbili, ajenda ambazo ziliweza kutusaidia sana kwa sababu tulikuwa tuna marekebisho ya sheria yetu ya Chama cha Mapinduzi, kiasi ambacho marekebisho yale tulipoyasikia yalitusurprise sana na kuona kwamba marekebisho haya ni sahihi hasa. Kwa hiyo tukakubali wajumbe sote kama mwenyekiti wetu Mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ni mtambuzi na ni mjuzi mkuu, anafikiria sana kuweza kutupeleka kwenye teknolojia ya kileo. Kwa hiyo ile ajenda ilitusurprise, lakini tukaangalia namna ya maendeleo yanavyofanyika na serikali zetu mbili. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, lakini na serikali ya Jamhuri ya Muungano ambao mwenyekiti wetu ndio anaiongoza. Tuliona maendeleo ambayo namna yanavyochomoza na yanavyofanywa. Yaani viongozi wetu ni hatari sana. Ni viongozi wanaobuni na wanaoendana na wakati. Kwa hiyo la jana lilitusurprise, lakini la leo ndio litatusurprise zaidi kwa sababu kuna mipango mengi ambayo wametuwekea katika vitabu kwamba hii ndiyo inayoendelea kuanzia 2025 hadi 2030. Kwa hiyo hii mipango na ambayo vitu tunavyoviona ndani ya kitabu, tunaona leo anakwenda kutusurprise sana kwa sababu uwezo wa hivi vitu tunavyovikuta, ina maana vitakapoendelea tayari Tanzania ishakuwa kiuchumi zaidi na zaidi, na tayari Tanzania kiutalii itakuwa ni kiboko.